tulikuwa na kikao hapa baina ya wakala wetu wa usajili na wa biashara na mali ambao tunaita BPRA pamoja na wadau kama ulivyo utaratibu wa Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda kufanya vikao na wadau wake katika wizara yenyewe pamoja na taasisi zake. Kwenye wizara kule tumekuwa na vikao na wadau, lakini vile vile taasisi zetu tumestaka nazo ziwe na vikao na wadau wake. Kwa hivyo leo BPRA walikuwa na kikao cha wadau wao ambao ni wanasheria au mawakili, na lengo kubwa la kikao hichi ilikuwa ni kuwaelimisha wanasheria jinsi ya shughuli ambazo zinafanywa na BPRA, lakini vile vile BPRA walionyesha changamoto gani ambazo wao wanakumbana nazo kutokana na nyaraka ambazo zinapelekwa kwenye usajiliwa pale. Sasa hivi BPRA wamefanya juhudi kubwa sana za kuimarisha usajili wa makampuni pamoja na biashara Zanzibar, na imeonekana kwamba kwa kiasi kikubwa sana watu wameshajihika pamoja na usajili umekuwa ni mkubwa sasa hivi, lakini vile vile kutumia mifumo hii ya electronic katika usajili na kumerahisisha. Tumepunguza muda wa kusajili makampuni, na hili ndilo hasa lilikuwa lengo letu. Tunajua sote kwamba Zanzibar ilikuwa inatajwa kwamba ni nchi ambayo ilikuwa ni nchi ya 53 katika usajili katika masuala haya ya doing business katika Afrika, lakini sasa hivi kutokana na urahisi huu ambao tunaofanya, tunaamini kwamba kigezo ambacho kitakuja kutupima tutakuwa tumefika katika nafasi nzuri sana. Taasisi yetu tumeamua kwa makusudi kukutana na wadau wetu kwa sababu moja ni kwamba BPRA tunatoa huduma, na huduma tunazozitoa zinagusa kwa kiasi kikubwa maisha ya wanasheria, na tumehisi kuna vitu vingi ambavyo vinapaswa vifanywe kwa mujibu wa sheria, lakini inawezekana kama mawakili wetu wanapitikiwa. Kwa hiyo tumehisi tuwaite ili kuwakumbusha kwamba sheria zinavyotaka kutekelezwa na wao ni watekelezaji, na wao kwa vile ni daraja baina ya sisi na wale wanaotolea huduma kwa maana wateja wao. Kwa hiyo lengo hasa ilikuwa ni kuzungumza namna ya BPRA tunavyotenda kazi zetu na umuhimu wa kutekeleza matakwa ya sheria ambayo wao wanasheria ndio wanafanya kazi. Labda tuseme kuna baadhi ya wanasheria walikuwa kudanganyeni, labda ndio maana naona mmechukua hatua hii kidogo kuwakumbusha. Yapo matokeo ambayo yanaonyesha baadhi ya wanasheria wamekuwa wakitumika katika, kwa mfano, usajili wa makampuni kuwaondoa wengine katika ile mfumo. Kwa mfano mfumo wetu unaruhusu idadi fulani ya shareholder kwa maana ya wanahisa wa kampuni, lakini pia unaruhusu uwezo wa mtu fulani kumuondoa mtu mwingine. Sasa wanapofanya usajili wanasheria huwa wanajiweka wao, kwa hiyo pengine kwa mazingira au sababu wanazozijua huwa wanaondoa shareholder wengine. Hizo kesi zipo, na hivi sasa nafahamu kuna baadhi ya wanasheria wamefunguliwa kesi Mahakama Kuu kule Tunguu kwa matukio kama haya. Kwa hiyo ni jambo ambalo tumeona kuna mapungufu mengi. Sasa ili tuyatibu, tukae nao tuwakumbushe. Kikao hiki ni muhimu sana kwa sababu BPRA ni lango la biashara na uwekezaji Zanzibar, na sisi mawakili tunafanya kazi takriban kila siku na BPRA. Iko nataka kusajili kampuni, yani huo usajili wa biashara, usajili wa mali, usajili wa nyaraka, mambo mengi tunafanya na BPRA. Kwanza nianze kabla ya changamoto kwamba BPRA ya sasa hivi si BPRA ya jana. Kwa kweli tumeona mabadiliko makubwa sana katika uongozi wa BPRA sasa hivi, lakini kwa sababu hili ni lango, speed na kasi ya biashara na kazi zikufanyika ni muhimu sana. Ukiacha hayo mazuri tunayaona, changamoto za hapa na pale zipo, na ziko za kimfumo. Kwa mfano kipindi kirefu hapa mfumo ule wa kielektroniki wa kusajili mtandaoni ulikuwa una matatizo, umezimika, lakini wamerudisha. Hili ni jambo muhimu sana kwa sababu linasababisha hiyo kasi tunataka kuona katika kusajili biashara na kuelekea kwenye uwekezaji. Changamoto nyingine tulokutana hasa hapa muktadha wa leo ni kufahamishana. BPRA kutufahamisha sisi mawakili kwa maeneo ambayo inawezekana tunayajua, inawezekana sheria tunazijua, lakini baadhi ya mambo tunafanya kwa mazoea. Matarajio yangu kwa semina hii ya leo ambayo tumealikwa na BPRA ambao ni wadau wetu, tukishirikiana pamoja katika mambo mbalimbali kuhusiana na usajili wa makampuni, kusajili nyaraka mbalimbali. Kwa ninatumaini tutaelimisha wateja wetu sisi ambao wengi walikuwa hawafahamu nini maana ya kusajili dokumenti zao, nyaraka mbalimbali, usimamizi wa mali za marehemu,
kwa mara nyingi kwa watu ambao sio Waislamu, nani Muslim namaanisha, wengi walikuwa wanaacha mali zinateketea, hawajui nani atasupervise mali zao baada ya kuondoka hapa duniani.